Kabla hujaendelea, tafadhali subscribe ili kupata simulizi kali na za ukweli za duniani. Ungana nami kufahamu mwanamjasiri kweli kweli kutoka nchini Ghana. Si mwingine ni Yaa Asantewaa. Mwanamama huyu alimpinga ukoloni na kuwatembezea kichapo Waingereza mnamo karne ya 19 katika maeneo ya Ejusu ndani ya ufalme wa Shanti. Je, ni nani Yaa Asantewaa? Karibu ungana nami na tumfahamu pamoja. From the rocks and rivers to the golden plain. Yaa Asantewaa alizaliwa mwaka 1840 katika eneo la Ejusu ndani ya ufalme wa Shanti. Jamii ya Shanti ilifuata mfumo wa ukoo ambapo mama yake alikuwa ni moja ya sehemu ya ukoo wa kifalme. Hii ilimsaidia Yaa Asantewaa kuelewa mambo mbalimbali kuhusu siasa za jadi, jamii, utamaduni na mbinu mbalimbali za kuongoza maeneo mbalimbali tangu alipokuwa mdogo. To remember, to rise, to become. Tangu alipokuwa mdogo alishuhudia mikutano mikubwa ya machifu wakipanga namna ya kuvamia na namna ya kujilinda juu ya mbinu za kivita na hata mbinu mbalimbali za uongozi. Hii ilimjenga yeye kuwa tayari muda wowote jiunga na watoto wa kiume katika mafunzo ya jadi, na hata aliwashinda na hata alifanya bora zaidi ya watoto wa kiume. Hata hivyo, Yaa Asantewaa, tofauti na wabinti wengine, Yaa Asantewaa aliuliza maswali tena kwa ujasiri, na hata hakuogopa kuzua hoja mbele za watu, mbele ya hadhara, na alipinga pia uonevu uliofanywa na watoto wa kiume ndani ya ngome ya Shanti. Pia Yaa Asantewaa alikuwa na kaka yake ambaye ndiye mfalme na chifu wa Ejusu kipindi hicho, yaani Ejusu Ene. Kaka yake aliyejulikana kama Nana Akwasi Afron Okipese. Baada ya miaka kadhaa, kaka yake Okipese alifariki. Hapo ndio ulikuwa mwanzo wa Yaa Asantewaa kukabidhiwa the golden stool, yani stuli ya dhahabu. Baada ya kifo cha kaka yake na Yaa Asantewaa, Nana Akwasi Afron Okipese, Yaa Asantewaa aliteuliwa kuwa malkia mpya wa Ejusu na kupachikwa cheo cha Asantehene. Sasa hapa Yaa Asantewaa akateuliwa kuwa malkia na kiongozi mpya wa Ejusu ambaye cheo chake kipya alijulikana kama Asantehene. Mwanzoni mwa karne ya 20, miaka ya 90, Ejusu ilikabiliwa na uvamizi wa Uingereza.
Hii ikamlazimu Ya Asantewa kuingia vitani. Vita hii ilikuwa maarufu ikijulikana kama Ya Asantewa ama maarufu zaidi kama War of the Golden Stool. Chanzo cha vita ilikuwa ni kwamba Waingereza walimtaka Malkia wa Ejusu, Malkia wa Ashanti, yani Ya Asantehene, kukabidhi kiti cha Golden Stool, kiti kitakatifu zaidi cha Ashanti, ambacho kinaaminika kuwa ni roho ya taifa lao la Ashanti. Basi hii ikachukuliwa ni matusi, kejeli na uzalishaji wa utamaduni wao na jaribio la kuchukua utawala wa Ashanti na jaribio la kuitawala Ashanti nzima. Wakati wanaume waliogopa kupigana na Waingereza, mwanamama huyu Ya Asantehene alisimama hadharani na kutoa hotuba kali sana akisema, kama nyinyi wanaume wa Ashanti hamtaki kupigana, basi sisi wanawake wa Ashanti tutapigana. Mwisho wa kunukuu. Basi Asantehene aliongoza jeshi lake dhidi ya Waingereza msituni. Huyu mama bwana hakuwa mwanamke wa kawaida, alikuwa ni shoka na mpini kweli kweli. Aliwapelekea moto Waingereza mpaka Waingereza iliwabidi kuitisha usaidizi kutoka makao makuu na kambi zao zote. Vita hii ililindima ndani ya misitu ya Ejusu na aliwapa timu la kutosha Waingereza. Majeshi mengi yaliagizwa kumkamata Ya Asantehene. Oda hii ilitoka kwa gavana wa Gold Coast ajulikanaye kama Federico Hudson. Baada ya kashishi nyingi walioletewa Waingereza, mwanamama Ya Asantehene, baada ya kashishi nyingi, mwishoni mwa karne ya 20, mwanamama Ya Asantewa, chifu wa kabila la Ashanti, na kutiwa nguvuni na jeshi la Uingereza na kupelekwa uhamishoni katika visiwa vya Shelisheli. Hadi leo Ghana imekuwa ikimwenzi mwanamama huyu, inamkumbuka kama shujaa wa kike na mwanamke imara. Ama kweli Ya Asantewa, wewe ni mfano kuigwa. Ama kweli Ya Asantewa, ulikuwa mwanamama shoka na shupavu kweli kweli. Hakika Ghana haitokusahau, na Afrika kwa ujumla tunaheshimu mchango wako na hatutokusahau daima, utaishi mioyoni kwetu.
Kwa nami kiongozi wa baharia wa Bacavaros Pirate si mwingine naye ni Captain Varo. Na usisahau kusubscribe ili kupata simulizi kali na za ukweli za duniani.